Mtazamaji wa Mpenja TV popote pale ulipo, karibu sana. Tunazungumza michezo na moja kwa moja tunaelekea pale bodi ya ligi ambako ni kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB katika kikao chake cha Mei 9, 2026 kilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo, ambako ni mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara mechi namba 169 Simba Sports dhidi ya Young Africans, mechi iliyotamatika kwa sare ya 2-2. Klabu ya Young Africans imepewa onyo kali kwa kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Dar es Salaam kuelekea mchezo tajwa hapo juu Mei 3, 2026. Young Africans iliwasili uwanjani saa 10:35 alasiri badala ya saa 10:30 alasiri, jambo ambalo ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 15 ya ligi kuu kuhusiana na taratibu za mchezo. Na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara ya 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Lakini pia Young Africans imetozwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa la wachezaji na maofisa wa ufundi kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Dar es Salaam. Badala yake walitumia nyumba iliyopo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu kuhusiana na taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 27 kifungu cha 7 ya ligi kuu kuhusiana na vyombo vya maamuzi. Lakini pia meneja wa klabu ya Young Africans Walter Harrison amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumsukuma mchezaji wa Simba Clatous Chama kwenye mchezo tajwa hapo juu. Na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 15 kifungu cha pili ligi kuu kuhusiana na udhibiti wa makocha na maafisa wengine wa ufundi. Shabiki wa klabu ya Young Africans alitambulika kwa jina la Mohamed Ali Mposo, ambaye amekuwa akiambatana na maafisa wa ufundi wa klabu hiyo, amefungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 12 kwa kosa la kuingia kwenye eneo la kuchezea wakati wa mapumziko na kumwaga vimiminika kilicho tafsiriwa kama imani za kishirikina. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha pili ya ligi kuu kuhusiana na udhibiti wa klabu. Na tunafahamu taarifa ambayo nimetoka kutolea ni kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulichezwa Mei 3 pale katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Mchezo huu ulikuwa na matukio mbalimbali na wanasoka walikuwa nasubiri hii kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi ya bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara itakuja na maamuzi gani, na wengi walikuwa nasubiria ni adhabu gani ambayo Young Africans watapewa mara baada ya kukataa kutumia vyumba ama chumba rasmi cha kubadilishia nguo na kwenda kutumia nyumba ambayo iko nje ya uwanja ng'ambo ya barabara kule. Kuna matukio mengi likiwemo tukio la Walter Harrison lilitokea, lakini pia ili tukio la huyu shabiki wa Young Africans ambaye mara nyingi anaambatana na maofisa wa ufundi, ambaye pia alikuwa amevalia sare za benchi la ufundi, aliingia uwanjani na kuanza kumwaga vimiminika. Lakini tunafahamu juzi alikama alizungumzia swala hili na kusema kwamba alikuwa anampelekea maji goalkeeper wao Diara, lakini bahati mbaya chupa ile ikapasuka na maji yakamwagika. Kwa hiyo ni sentensi kidogo yenye utata, lakini ndo alitolea ufafanuzi wa namna hii kuhusiana na tukio lile, na hatimaye siku hii ya leo maamuzi yametolewa kupitia kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi. Mchezo mwingine ambao umeguswa katika kamati hii ni mchezo wa namba 154 Mtibwa Sugar dhidi ya Dodoma Jiji FC, ambako klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi 500 kwa kosa la kuchelewa kufika kwenye kikao cha maandalizi ya mchezo, huku wakiwa pungufu bila kuwa na vifaa vyote vilivyohitajika kikanuni. Dodoma Jiji waliwakilishwa na wawakilishi wawili pekee badala ya 5, huku wakiwa hawana vifaa kamili, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha pili, na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 kuhusu taratibu za mchezo, kama ambavyo kusomea kwa uzuri kabisa. Wana, hii ni Mpenja TV, mimi ni Teddy Tino. Endelea kufuatilia ili upate taarifa mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kisiasa.